Maafisa wanaoshughulikia na masuala ya maji katika kaunti ya Tana River miongoni na kaunti zingine ya kwamba basi kutakuwa na mvua itaweza kuongezeka katika kipindi cha hivi sasa, na hata pia kuna tahadhari ambayo imeweza kutolewa katika kaunti mbalimbali. Mojawapo ni kaunti ya Tana River, wakaazi wakitakiwa kuondoka katika sehemu za chini na kupanda katika nyanda za juu kutokana na athari ya kuweza kuzuka kwa mafuriko hasa kutoka kwa bwawa la Masinga pamoja na Kiambare. Na hadi kufikia hivi sasa kuna idadi kubwa ya watu katika kaunti ya Tana River ambao wameweza kuathirika na mafuriko. Wengine wameweza kupoteza makao na hata wengine kwa hivi sasa wameweza kuweka kambi katika maeneo mbalimbali, na ni jambo ambalo limeweza kuleta athari. Miongoni mwao ni magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kwa watoto kuweza kupata magonjwa ya ngozi, na hata pia tatizo la kuweza kukosa chakula cha kutosha ambao pia huenda pia ikaleta athari kubwa zaidi baadaye. Na miongoni mwa wale watu ambao wameweza kuathirika zaidi na mafuriko katika kaunti ya Tana River kutokana na mvua ambayo inaendelea kunyesha kufikia sasa katika maeneo mbalimbali ya nchi ni kaunti ya Tana River. Basi kuweza kuangazia haya pamoja na masuala mengine tete ambayo yanakumba taifa la Kenya pamoja na eneo la Pwani kwa jumla, niko na mwakilishi wa kike Woman Rep kaunti ya Tana River, Mheshimiwa Rehema Hassan, tukijadili kuhusiana na swala haya pamoja na mengine. Asante sana kwa kufika Mheshimiwa, karibu sana katika studio na karibia. Nafikiri wakati wako wa kwanza kufika Pwani, sio? Yeah. Karibu sana katika studio zetu. Okay, asante sana. Naam. Kwanza nashukuru kwa mwaliko wenu. Nilikuwa natafuta na fursa kama hii ya kuweza kuzungumzia mambo ya watu wa Tana River. Asante. Ukweli hilo janga la mafuriko limetumiza sana sisi watu wa Tana River. Okay, asante sana mheshimiwa. Yeah. Msikilizaji pia kumbuka unaweza kufuatilia mdahalo wetu na pia unaweza kushiriki kwenye mazungumzo yetu kupitia line ya simu 0706591362 au 0737699548. SMS ni 22162. Anza neno hoja Pwani FM kwenye Facebook. Nafikiri kwanza tuzungumzie kuhusiana na yale ambayo yanajiri katika kaunti ya Tana River kabla kuhusia yale ambayo kwa hivi sasa yana trend katika anga za siasa za kitaifa na hata pia siasa za eneo la Pwani. Tunaona mafuriko imeweza kuathiri kaunti yenu kwa kiasi kikubwa sana. Poleni sana kwa hilo. Na kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wameweza kupoteza makao, lakini kutokana na haya mafuriko wanawake na watoto inasemekana wameweza kuathirika hata zaidi kwa sababu moja ama nyingine. Kama uongozi kaunti ya Tana River, mheshimiwa, mnafanya nini kuweza kukabiliana na hii hali? Okay, naam. Ukweli hao maji yametuasili pakubwa. Kiasi cha kuwa asili 70 ya Tana River iko ndani ya maji tunapoongea sasa hizi. Na kama unavyojua ndio kichwa cha boma ni mwanamume, lakini mara nyingi anayekuwa nyumbani kwenye ile nyumba mara nyingi huwa ni mama na watoto. Kwa hivyo kukatokezea shida aina yoyote huwa inaumiza zaidi mama na watoto. Na kweli wamama saa hizi wa Tana River na watoto ndio wanaopata shida. Nafikiri umepata kusikia mpaka tumeanza kupoteza watoto katika ile hali ya kuhamishwa wakati walikuwa wakikimbia wakitoroka maji. Na tumepoteza maisha ya watu wetu. Watu wanawake huwa wanapatikana sana kwa sababu wanaume wamekufa, unapata mwanamume amebaki kwa mwanamke anakuwa mjane, unaona. So sisi kama viongozi, jambo la kwanza tuliposikia hayo maji walipoanza tu kuingia, wanzake okay, wale wanasema walitoa tahadhari ndio, lakini unajua watu wetu mara nyingi makazi yao yako huko mashambani ambao yako katika zile kingo za mto Tana. Huko ndio watu wanalima, vyakula vyao viko huko, maisha yao yako sana kule. So wakati watu waliopata ile tahadhari, mtu alikuwa anajiuliza, mimi naacha makao yangu nende nikakae wapi? Na nikitoka hapa wajua mimi naacha chakula shambani. Kule nikienda nitaenda nile nini? So wakakuwa na ule uoga wa kutoka pengine kule tutaenda tuteseke na chakula na nini. Wakaketi pale, basi bahati mbaya ile maji yakawafikia na akawa wamewapatia hasara sana. Tunavozungumza watu wetu wamepata hasara kubwa sana. Mashamba yameharibika, mimea, wengine walikuwa na mimea karibu kuvuna yameenda na maji. So wako na shida sana. So tuliposikia hivyo kwanza tulikimbia mbio kwa Disaster Management Center National
ili tupate kwanza kuokoa maisha ya hao watu. So tuliomba ndege, watu wa Red Cross wakaingilia, wakatusaidia na boat, county government ya Tana River ikanunua boats, zikaanza kuokoa wale watu kwanza, kuwapeleka sehemu za juu. Baada ya hapo tukatembea na gavana wetu, sisi wabunge sote, mbunge wa Galole, mbunge wa Bura na mbunge wa Garseni, seneta na mimi, tukatembea. Gavana wetu aliweza kukodisha chopa. So tukatembea kwanza kuangalia sehemu gani imeathirika na imeathirika kiwango gani. So baada hapo tulirudi sisi kule juu kama wabunge, tukaenda tukaomba msaada kwa devolution office, the devolution. Nashukuru walitusaidia chakula. So tulipata wafadhili wasawaria wema ambao walitusaidia na vyakula, ndio vikao vinagawanywa sehemu zile. Unajua mabadiliko hakuna mtu anayakubali kwa haraka. Wakati utamwambia mtu ahamie aishi sehemu za juu, unahitaji kwanza kumpanga vizuri sana. Maanake hata jana pia kuna wengine walikuwa wanakaidi, wanasema hata wengine wameshaanza kurudi mashambani. Na ile hali kuna hiyo tahadhari ambayo wameambiwa Bwawa Masinga na Kiambare muda wote huenda ikafurika. Unajua Tana River mafuriko huja na yana bahati mbaya. Lakini saa nyingine huwa neema kwetu. Kwa sababu wakati yale maji yameingia yakitoka, yule mkulima atapanda pale chakula akiwa anatarajia sasa safari hii nitavuna vizuri. So wakati walikuwa wanaambia kuna maji mengine yanakuja, wao hawakuweza kuamini, kwa sababu sasa wanaona maji yaweza kosa kuja, alafu zile sehemu ambazo zimepata maji zikatota ambao tuweza kuanza kupanda sisi itakauka, alafu sasa tuweza kwenda kulima. Baada hapo tukienda tutapata mchanga ushakauka, hatuwezi kuweka mbegu. So wakaharakisha, manake wanaogopea isikauke. Wameenda kweli, wamerudi, wamepanda. Wengine wamepanda. Hata jana nilikuwa nikizungumza na mmoja, ananiambia mimi nimepanda eka 4. Tayari nishaweka mbegu mimi. Kama maji yatakuja kweli, basi itakuwa tumeenda hasara, hata manake itasomba. Itasomba tena. So katika hali za pita nikiwa nimeingia kwa ofisi ya devolution, kuna mmoja officers wa devolution alikuwa amenipatia maoni ya kuwa tujaribu kuzungumza na watu wetu ili waache zile sehemu ambazo ziko kando ya mto zikuwe ni sehemu za shamba peke yake, kuwa watakuwa wanaenda kulima, lakini wao wakae sehemu za juu. Yani waondoke permanently. Ili watakuwa wanakaa kwingine asubuhi mtu zamani tulikuwa tukifanya hivyo. Hata mimi nakumbuka mamangu tulilima sana wakati wa kiangazi unaishi huku, wakati wa msimu wa mvua mnahamia. Sisi tulikuwa tunaendanga kulima. Tulikuwa mara nyingi tunaenda kulima on Friday, Ijumaa. Tulikuwa tunaenda shambani tuakaa kule mpaka Sunday, jioni ndio turudi mjini. So hatukuwa tunaishi shambani. Na tulifaulu, lakini kadri maisha yanavyoendelea, maisha yanaenda yakiwa magumu. Nafikiri hao ndio amefanya watu kuwa afadhali nikae kule shambani, maana najua nikilima kitunguu changu mimi kile nitatoa kutoka dukani ni baada nimeuza changu mimi, alafu pesa nitatumia kununua, kwa hivyo sitakuwa na shida ya chakula. Lakini kama uongozi amufanye empowerment, because tunaona mafuriko ni kama hiyo hayasemi kama yanakuja. Ndio saa hizi mimi nataka kuambia hivi, alisema hivi yule bwana, tujaribu kuzungumza na watu wetu ili wahame kutoka mashambani kule wakae sehemu za juu kule karibu na mto kule chini, iwe ni mashamba peke yake. Lakini pia yeye akizungumza kama ofisa wa serikali, kama serikali ni lazima pia wale watu wataka uwe umewapangia na unamhamisha huyu mtu, unampeleka wapi? Kwanza mpatie makazi, umpatie plot ya kuwa nikimtoa hapa plot iko tayari. Pia kwa ukishampatia ile plot, huyu mtu ni mkulima ambaye yategemea shilingi 2-3. Wajua wakulima wa kwetu si kama wale wakulima wa sehemu zingine ambao wao wanalima mimea ya kuwa hii ya pesa. Wao wanalima ya chakula, size ya matumbo yao. So leo wakati utakuja kumwambia huyu mtu mimi namhamisha, hana pesa, umempatia plot yes, but lakini hujampatia hujampatia venye atasettle. Kwa sababu ni umpatie plot, umpatie pesa za kuwa atanunua simiti ajenge, umpatie pesa ajenge. Sasa akisha settle pale, sasa ndio sasa atakuwa yaishi pale akienda shambani. Lakini sasa umwambie toka tu, umemtoa umemleta mjini, lakini hujampatia suluhisho vile atakavokaa, utakuwa hujamsaidia. Ingawa yes, nilisema ni sawa, tutajaribu kuzungumza nao. Najua hakuna mtu anayekubali mabadiliko.
mara nyingi watu hupinga mabadiliko. Asante sana Mama Rehema, umeleta swala zuri sana ya kuweza kutafuta alternative place. Kwa hivyo kama county sio tatizo kupata ardhi. Maana sasa hivi kuna mradi wa serikali katika hilo 4 big agendas za serikali. Kuna moja ambao wanasema kuhusiana na kuhakikisha kwamba by 2022 wameweza kuweka 500,000 affordable housing. Kama kuna sehemu kama ardhi ya kuweza kuwekea kuwatafutia mahali badala, hawezi kuafford labda kuweka zile structures za nyumba, because una access ya kuweza kufikia serikali kuu na kuweza kutoa nafasi ya kuja kuwekeza katika kaunti yenu. Mshawahi kufikiria hilo? Sisi swala la ardhi kwetu si shida. Tana River ni kubwa sana na iko na sehemu ambazo hata hazitumiki. Shida yetu kubwa watu wa Tana River ni kuwa hatuna vyeti vya umiliki wa ardhi. Ndio maana pia ndio jambo lingine linachangia wale watu kutotoka mashambani kwao. Mtu yuona nikitoka shambani kwangu mimi mwenyewe sina title deed. Nikitoka pale shambani kwangu mwingine atakuja achukue na itabakia ni yake. Maana tulivyo bado tuko maskota, ile ardhi bado ni ya serikali. Serikali kuu ama serikali ya county? Ardhi mpaka sasa ni ya serikali kuu. Ndio hapo sasa tunakuja kama ni ya serikali kuu, mheshimiwa, ndio pale nikasema serikali iko na hiyo program yake katika hizo ajenda zake 4 za maendeleo wanataka kufikia by 2022. Moja wapo ni hizo 500,000 affordable housing kote nchini Kenya. Kama wana serikali, mshawahi kujaribu kufikia serikali kuzungumza kuja kuweka structures ambazo zitawasaidia hao wakazi ambao mara nyingi wanaathirika na mafuriko baada ya kupoteza makao yao? Sisi kama watu wa Tana River tunajua ni watu ambao wametengwa. Hata hizo nasikia big 4 agendas, sijui makazi atapewa, utapata katika ratiba mtu wa Tana River hayuko ndani. Unasikia? Utapata hayuko. So sisi mpaka kufikia saa hizi hatujaonyeshwa mpaka tele kuwa ni sehemu gani zile ambao wamepanga wanaanza nazo ambao za kufaidi katika hiyo mpango wa mambo ya ujenzi wa nyumba nzuri. Mpaka sasa hatujaonyeshwa. Ninaamini tutakapoonyeshwa tutajaribu kwenda kuzungumza nao. Manzake kwa saa hii Dalila misioni kwanza swala la mambo ya makazi na nini kama ni muhimu kwangu. Mimi swala muhimu kwangu saa hii kama kiongozi wa kina mama wa Tana River ni hali ya maisha yetu, hali ya uchumi wetu uendelezwe. Lakini hali ya maisha mheshimiwa itakujaje kabla? Nisikize. Mimi niko na shamba yangu ya tangu jadi zangu na mababu. Ni sawa? Lakini mimi hata nikilima nikivuna sina namna ya kupeleka chakula changu sokoni. Tana River inajulikana kwa kutoa maembe mengi sana. But mnafikiri mmekuwa mkiona ile hali ya kuuza ile maembe imekuwa ni duni. Kule kwetu embe lanunuliwa na shilingi 2. Wasikia? Na shilingi 2 mtu yenda kuuza huku juu anakupeleka sokoni aenda kuuza shilingi 50, shilingi 40. Sababu ikiwa nini? Barabara hatuna. Hata kule mashambani kwenye utatoa vyakula vyetu tukipeleka sokoni haiwezekani. Sasa yule bwana anabidi atunulie bei duni enda akapate bei ya faida yeye, kwa sababu ananunua pale yale maembe lakini hana uhakika kuwa atafikisha sokoni, kwa sababu mara nyingi yale maembe huwa yana barabara vile ikiharibika hivi wanakwama, unakoa shida gari zinakwama kwa matope. Maembe yale mtu amenunua yanaoza, inabidi amwage na akirudi shambani kwako hutampa bure, lazima muuzie tena. Kwa hivyo mimi kabla hawajatupangia, because mimi ninajua infrastructure, swala la barabara, road network ni moja ya agenda, the big 4. Mimi kama mwakilishi wa kina mama, kwanza kabla hawajatufikiria kitu chochote, sisi kuzungumza na watu wetu tutazungumza nao, na watu tushawezi kutushinda watu na watu wetu sisi kuambia njoni mkae hii sehemu ya juu, tutazungumza nao waje wakae sehemu za juu, hata kama watakodisha kama wataishi vipi, lakini wajibambanye wakae. Kwa sababu wakija sehemu ya juu ndio ile changamoto ambao wewe umeizungumzia. Watakaa wapi? Watakaa kwenye mahema kila siku. Angalia sasa hivi athari ambazo zinaonekaniwa katika mahema. Kwanza watoto wameanza kupata maradhi, ugonjwa wa ngozi. Nafikiri sasa hivi ipo katika kaunti ya Tana River. Watoto wote wameambukizana ugonjwa wa ngozi. Vile vile kuna kipindupindu. Sasa hivi tunaona watu wameathirika na kipindupindu kwa sababu ya nini? Kula chakula, maji ambayo ni machafu, na yale mazingira ni mazingira ambayo yanamfanya mtu kuweza kupata magonjwa kama haya.
Unaona, kwa hivyo tukikuja katika swala la kuweza hiyo miundo msingi, miundo mbinu ambayo unazungumzia, kuweza kuwatafutia kwanza makao bora, huoni kwamba kidogo italeta mabadiliko katika maisha ya wakazi wa kaunti yenu? Ndio, umemtafutia makazi bora, ale nini huyu? Umemtoa shambani kwake, ale nini? Ndio umempatapatia makazi bora, ukamweka hapa nini, sehemu ya juu, sawa, lakini bado chakula chake kitabaki kule shambani. Kitamfikia? Chakula hakitamfikia, kwa sababu hana barabara nzuri ya kutoa chakula kutoka shambani kwake aje atumie hapa. Maana hata ukipatiwa nyumba hutapatiwa na chakula Dalila, lazima utajisimamia mwenyewe. Maana mambo ni cost sharing. Kama serikali za kupatia nyumba, chakula jitafutie. Serikali ya county inazungumzia nini kuhusiana na swala la infrastructure? Pia wao wana role, wako na barabara ambazo serikali ya county nashukuru inajaribu, imepanga vile ya kutengeneza hizo barabara, wameshaanza. Nashukuru, hata nashukuru gavana wetu anaenda vizuri, kwa sababu swala la barabara ameliangazia vizuri sana. Kwa hivyo amepanga vile anavyotengeneza zile barabara. Ndio serikali iliyopita ya county walijaribu kutengeneza zile barabara, lakini hazikutengenezwa vilivyo. Kama unavyoelea hali ya ufisadi ya nchini kwetu, unapata mtu ampatiwa kazi lakini haifanyi vilivyo. Zile barabara zilitengezwa, hata saizi zilishabomoka. Unaona? So huyu governor ameingia saizi, ni mgeni, ndio alikuwa na changamoto hapa na pale, lakini nashukuru swala la barabara analiangazia vizuri sana, na niko na imani he'll do something. Na imani atafanya kitu, lakini mimi bado nalia kwa serikali kuu, kabla haijakuja kutujengea majumba tuhamishe watu, kwanza pia nao watutengenezee barabara hata sisi yetu kubwa. Unafanya nini kuhusiana na hilo? Nafikiri wewe ni representative wa serikali. Ya mimi nilienda nilifuatilia sana. Nilienda mpaka kwa deputy president, nilienda mpaka kwa engineer national, akaenda akanionyesha the road design, akaniambia road design imeisha, nikaona, na nikaenda akanambia nenda na engineer aangalie if the road design inaingiliana na sehemu yetu vizuri, baby, mambo na mchanga na nini na nini, of which maybe pengine, maana kama ingekuwa si haya mambo ya maji na barabara kukatika, tungekuwa tumeshaenda na engineer huyo ambaye huyo minister wetu wa barabara, ilikuwa tumepanga tunaenda na yeye. Lakini ikawa sasa changamoto ni hii mambo ya barabara inkatika, hatukuweza, usafiri umekuwa ni wa shida, hatukuweza kusafiri. Nilienda kwa deputy president, nikamwambia deputy president, sisi hii barabara yetu ya kutoka Mombasa kwenda mpaka Garissa imekuwa ni kitega uchumi. Mimi nakumbuka Dalila, hiyo nikiona hiyo barabara ikitengenezwa, I was in class 3 back in 1978, si jana. Na barabara ya Tana River mpaka leo yatengezwa, hadi wa leo, zilizoanza nyuma zimalizwa. Lakini barabara yetu imekuwa ni kitega uchumi kwa baadhi ya mabwenyenye, kwa sababu hivi yapatiwa contracts. Yule contractor anayepatiwa, ukienda hata leo twende na yeye, utapata ni michanga anamwaga juu, kisha anamwagilia lami. Mvua ikinyemeni, gari zile kubwa kubwa, matrela ambayo yanatoka huko sehemu za port zikienda northeastern, ikipita mara 2-3 tayari ile simiti ile nini lami huwa imeshang'oka. Mvua ikinyesha sasa, maana lami iking'oka sasa mabaki na ule mchanga. Mvua ikinyesha yaosha yote mpaka inakuwa, ukienda ukipata, tulikuwa mimi nilivuka mito 7 katika barabara ya Tana River nikienda Garissa kutoka Hola. Nilivuka mito 7. Maana ile si ati siku katika tu, ni mito. Maana nilienda mpaka maji ya Makwapani hivi nikizama ndani. Ile ni mito 7 nilivuka. Na ukiangalia utapata ni mchanga ule. Mchanga huu umejazwa ukamwagiliwa lami. Tangu lini? Lami haiwezi kushikana na mchanga. Unaona hakuna mawe. Kwa hivyo kuna poor standard ya construction. Na utapata hao ndio miaka nenda miaka rudi bado wanapatiwa. Alafu pili, barabara yetu imekuwa ni experiment kwa NYS. Miaka nenda miaka rudi barabara yetu yatengezwa na NYS. Sijui ni vile kudharauliwa kwa vile hatuna idadi ya namba nzuri za kura, ama ni nini sielewi. Barabara nishawahi kupinga juu hilo, because nafikiri mna sauti juzi sehemu moja ya bara huko, barabara yao pia ilionekana kuwa na ufa mkubwa sana. Wakazi waliprotest wakisema kwamba hawataki constructors kama hao. Mna sauti vile vile ya kuzungumza na kupinga miradi kama hii. Dalila tuko na sauti.
na sauti haikuwa impatikana Tana River. Lakini mimi naamini saa hizi sauti impatikana. Kwa sababu gani? Mimi nilijitolea nikasema sitatafuta any other means, nitatoka Hola na nitafika Garissa na nitavuka vile mwananchi atavuka. Na nilivuka kwa sababu nilikuwa nataka kuona exactly ni wapi pamekatika ama huwa inakuwaje. Mwanzake mimi nimekuwa nikisikia, unasikia, na hiyo miaka yote singeweza kupiga kelele, nilikuwa mfanyakazi wa serikali. Unajua una vipingamizi lakini sasa nimetoka nje. Juzi nilipita, niliambia wale vijana, nikamwambia sikizeni, wale macontractor ambao wanatengeneza hii barabara mnawajua. Kwa hivyo safari hii vile barabara inkatika, hatutaki repair, mahali imefika ibaki hivyo hivyo. Wacha kama ni yule contractor amepatiwa, manake ninavyosikia ni kama ambaye alopatiwa ni Mchina, atakuja kutengeneza ile barabara, then haina haja ya repair. Kutafuta alternative. Barabara iko, hata kuna barabara ya irrigation ambayo tunaweza kutumia kwa ndani sehemu za mashambani, na bado tukaenda mpaka tukafika Garissa, kulingana kuhepa na ile sehemu ambayo inkatika. So tutengenezewe ile njia mbadala, sisi tupite, lakini hii barabara kubwa ibaki mngoje yule Mchina, ingoje yule contractor aje atengeneze, tupate a permanent solution. Kwa sababu haiwezi kuwa miaka nenda miaka rudi. Na kwa hivyo mimi niliambia vijana hivi, ikifika mtakapokuwaona wale huyo jamaa amekuja na matingatinga yake, niiteni tuje tu protest, tukatae. Kwa sababu imezidi. So wale viongozi walikuwa pale mbeleni, siwezi jua, manake huwezi jua Kenya yetu hii leo, huwezi jua, pengine alikuwa kila. Haya, asante sana mheshimiwa. Kabla ya kuweza kuchukua simu, naona muda pia unakimbia sana. Kuna hili swala ambao singependa tuondoke bila kuweza kulizungumzia. Kwanza ni kuhusiana na sakata ya NYS. Sasa hivi imeweza kuzungumzia kuhusiana na NYS. Ndio, kuna viongozi, maafisa ambao wamekuwa wakishikilia idara mbalimbali za fedha, ununuzi katika idara hiyo ya NYS wamepewa likizo ya lazima ili kutoa nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi, na hata pia PS ametumwa katika likizo ya lazima. Wamejiuzulu wao wenyewe, wameondoka mamlakani kwa muda ili kutoa nafasi ya kuweza kufanyia uchunguzi. Lakini wengi sasa wanahoji kuhusiana na NYS. NYS sio mara kwanza kuweza kukumbwa na sakata kama hii. Sasa hivi tunazungumzia 9 billion. Initially wakati wa usimamizi wa Anne Waiguru tulizungumzia pia 300 plus millions na mbona imekuwa hivi? NYS sasa hivi inasemekana ni kama ambao ni milk cow, mahali ambapo watu wanatumia kama kitega uchumi cha kwenda kukamua maziwa. Leo unaona ipo haja ya kuweza ku maintain ama sustain NYS, ikiwa sasa hivi inaonyesha kwamba ni mahali ambapo watu wachache wenye mamlaka ya juu wanaosimamia idara mbalimbali wanaitumia kuweza kujinufaisha kifedha. Je, unaona ipo haja ya kuweza bado kuiretain NYS? Okay, NYS si idara mbaya. Maanake pia inasaidia vijana wetu, wanaenda wanapata ujuzi, na pia huwa inatusaidia mambo mengi sana tukule mashinani. Uongozi ndio shida. Ile idara sio shida, uongozi ndio shida. Lakini dalila nikuulize, wewe ushasikia nani hapa ashasemekana alifuja akafanya nini akaenda akaiba ashafungwa? Hakuna. Kwa hivyo mimi kile mimi nataka kusema ni serikali iwajibike na iwe na msimamo. Ikiwa ni Rehema ana makosa, then na be held responsible, na wadili na mimi. Wakifanya hivyo naona kutarekebishika. Sioni ubaya. Vile viongozi wanaoingia pale ndio wabaya, na ikionekana kama hii idara haiwezi kujisimamia kivyake, then imajiwe na nyingine, iunganishwe na nyingine. Kwa hakuna maps, yule pesa atasimamia pale, wewe ni ile idara nyingine. Unaona hiyo ndio ni kama mwanya wanatumia kuweza kuiba pesa. Mimi naona kwa vile wako huru. Kwa vile wako wanajisimamia kivao. Okay, asante sana. Kuhusiana wale chini ya wengine kama zamani. Okay. Asante mheshimiwa. Kuhusiana na chama cha Wapwani, nafikiri kumekuwa na mdahalo mkubwa sana kuhusiana na kubuniwa pendekezo la kubuniwa kwa chama cha Wapwani. Kuna baadhi ya viongozi hasa kutoka kaunti ya Kilifi wakiongozwa na gavana Amason Kingi wanapigia upatu swala la kuweza kubuniwa chama cha Kipwani. Wanasema kwamba ndio njia pekee ambayo itaweza kusaidia eneo la Pwani kuweza kujikwamua kutokana na ile hali ngumu ambao watu wa Pwani wanapitia. Wewe sasa hivi umeweza kuzungumzia kuhusiana na swala la being marginalized.
kama kaunti ya Tana River. Nafikiri miongoni mwa masuala ambao anayapigia upatu kuweza kutatuliwa kupitiwa kubuniwa kwa chama cha Pwani ni hiyo marginalization ya eneo la Pwani. Je, unaona ipo haja kuweza kubuniwa kwa chama cha Pwani kwa sasa hivi? Though kuzungumza kwake kumekuja baada ya handshake. Nafikiri Kingi ameona ni kama kuna usaliti fulani ambao umetendeka baina ya party leader wao na Rais Uhuru Kenyatta, lakini wewe kama wewe unahisi ipo haja kuweza kuundwa kwa chama cha Pwani? Okay, masala ya kuunda chama cha Pwani hayajaanza leo Dalila. Yameanza miaka mingi sana nyuma, hata kabla kina Kingi kuingia kwenye siasa. Lakini sisi wa Pwani tuko na shida, hatupendani. Na kulingana na mimi hata sioni kwa nini tuunge chama cha Wapwani. Kwa sababu kama ni vyama vile ni vya Wapwani viko. Mimi nakumbuka kuna chama cha the former PC anaitwa nani? Ako na chama chake registered and then tuko na shirikisho jiko then Kadwasili and all that. Kwa nini tusikuze hivi? Kwanza maana hivi mva Pwani, lakini kutopendana kwetu sisi kuliko tukuze vile ambavyo viko tayari registered. Maana mimi huona hao wenzetu, tukichukua mfano utasema mtu amefungua ameanzisha URP, Yuda kenda kaanzisha Ford Kenya, Yuda ka and then wakule Western kwa mfano form vyama vyao karibu vitatu na wakaviunga mkono sana. Wao wakawa wakienda kujirejesta wakati wa siasa hawachukui vyama vya wengine, wachukua vile watu wao na wakavikuza mpaka vikawa na nguvu kiasi cha kuwa vile vyama vikawa vinatambulika. Wakati watu wanakuja kumerge kutengeneza muungano wa vyama wanakuwa recognized, but unakuta sisi tunabaki tu kama vyama others ambavyo havichukuliwi, maana hatujavipa nguvu sisi wenyewe. So mimi kulingana na mimi sioni haja ya kuunda chama cha Wapwani, chama kikubwa. Vile ambavyo viko ni vya watu wetu ambao viko hapa, tuvikuze vile mwanzo, tuvipatie support vile. And then now tunaweza kufikiria baadaye wakati tumepata nguvu tukavimaji vile, tukavipa nguvu zaidi na sisi tukatambulika, ndio na sisi tuweza kuingia kwenye miungano wa vyama vingine. Mimi saa hizi nilivyoenda kuingia, maana this is my first time, mimi ndio round yangu ya kwanza kwenda bungeni. Lakini nimeenda nikaona changamoto. Hata sisi kule hatufanyi kazi kwa umoja. Sisi wenyewe kule bungeni hatupendani. Hatufanyi kwa hatusupportiani. Sisi tunasema tuko na caucus yetu ya wabunge wa Pwani. Lakini mara ngapi tutakutana mikutano? Ushawahi kukutana? Tushaitwa mikutano mara kadhaa, but utapata si wote wanakuja. Unaona? Hatutilii maanani kama hili ni jambo muhimu. Imetufanya tumekosa sisi mpaka ubunge wa East Africa. Iyala. Kwa sababu nini? Sisi wenyewe hatuonyeshi umoja. Unaona? Sasa ni sisi tuona umoja mwanzo kuanzia wanasiasa sisi wenyewe ambao tuko kwenye siasa saa hizi. Tuwe na umoja ndio tuwape nguvu hao ambao wako nje ambao wanasema ni lazima tuwe na muungano wa chama chetu cha Pwani. Sisi hatuna huo umoja. Sioni tukifaulu mimi. Sioni maana tutatharauliana. Asante sana mheshimiwa. Msikilizaji, dakika ni takriban 10 zimesalia kuweza kutimu mwendo wa saa 3 za asubuhi.